Yes, Italy 2160, no power on, so we are going to try to fix if we can succeed. Tunakwenda kucheck voltage kwenye battery. Nane itakiwa iwashe. Bado haiwaki. So tutakwenda kujaribu charging system kama inafanya kazi. Voltage zinapita kama kawaida, volts 4, so itakiwa iendelee kuingiza chaji. Lakini tukijaribu kupima simu kwenye multimeter, jaribu kuona kama ita detect, tuone kama itasoma ohms za simu ama itasoma diode. Tukipima ohms ni 302, inaonyesha simu ni nzima. So tujaribu kwenda kuangalia, inaweza ikawa ni faults ndogo ndogo ama kufa kwa chip. Inawezekana chip imekufa. So tutajaribu kwenda kudetect short, tuone kama kutakuwa na sehemu tunaweza kuhisi kama kuna short. Inaweza kuwa ni capacitor ama diode ndogo ndogo za hapa kwenye simu. Simu yetu inaonyesha iko sawa kwenye vipimo, lakini tatizo ni kwamba haiwaki. Tujaribu kwenda kufumua hii shield tuone.
So tutajaribu kutafuta kama kuna capacitor yote imeshoti hapa ndani. Tutakwenda kuweka waya mmoja kwenye ground ambao ndio huu mweusi ili usome ground hivi. Alafu tutakwenda kuwa tunapima kwenye hizi capacitor tuone ile ambayo itakuwa na nasoma shoti ama itasoma moto mdogo zaidi. Kote pia inaonyesha kuko vizuri. So cha kwenda kufanya, tutakwenda kuchomeka USB ili tuweze kutafuta voltage sasa. Tutaweka sehemu ya voltage 20 alafu tukapime. Kwenye terminal iko voltage 4. Alafu tutakiwa tupate voltage hizi 4 kwenye capacitors zote za ndani hizi kubwa. Hii inasoma 4. Zote zinasoma chini. So hapa cha kujaribu ni kama moto unaenda vizuri, bali cha kuweza kufanya sasa hivi tutajaribu njia moja ambayo itakuwa ni njia ya kujazia hii IC. So tukijazia ikatokea simu haiwaki, basi itakuwa processor hii ndio imekufa, atakiwa upate processor nyingine kwa ajili ya kuibadilisha. Kwa kama itatokea imekufa, utakiwa upate processor nyingine nzima na uweze kuipachika hapa, ndipo simu itakwenda kuwaka. So kujazia utaipaswa kuweka upepo wa kawaida, alafu pia uweke moto wa size kwa ajili ya IC. Ukiweka moto mkubwa ni kwamba itapasuka. Sana hizi Itel na Tecno nyingi zinatumia tu moto wa kawaida. So hakikisha upepo unakuwa balance, uwe wa kawaida, usiwe mkali na moto usiwe mkali. Kwa hiyo tutakwenda kuheat, tutaipasha. Ikishapata moto tutakuwa tunaichezesha, sio kuitoa. Ukishaitoa itakudai uweze kuwa na stencil kwa ajili ya kuribol. Sasa kama huna stencil kwa ajili ya kujazia, uweze kubadilisha IC. Na pia hata hapa kama itagoma, ili kuweza kuweka nyingine mpaka uwe na stencil, ili uweze kuhamisha hiyo nyingine na kuja kuiweka hapa.